tena ya kuweza kuleta neno lake kwetu. Ningependa tuweze kuanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu mwisho wa mambo yote, mataifa yote yatakusanyika mbele yako. Na Bwana, tunakushukuru kwa nafasi hii ya kuweza kusikiza neno lako. Naomba tunapolisoma na kuligawa, Roho wako aweze kulitumia kutimiza makusudi na mapenzi yako. Maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Wapendwa, karibuni tena kwa neno la Mungu, wakati mwingine mzuri wa kuweza kusikiza kutoka kwa Bwana. Ana makusudi mema pamoja nasi. Wale ambao ni washiriki, tunawashukuru kwa kuendelea kusimama na kazi ya Mungu hata nyakati hizi ambazo ngumu. Katika maombi tuendelee kuombeana, kwa sababu tunapoombeana tunaleta ushindi kwa wale ambao Ibilisi anajaribu kuwafinyilia. Kwa hivyo tuendelee katika maombi tunaposikiza neno la Bwana. Ujumbe wetu leo utatoka katika kitabu cha Waamuzi 11 mstari wa kwanza hadi wa 3. Judges chapter number 11 verse 1 to 3. Kichwa cha ujumbe huu itakuwa Breaking the Spirit of Rejection, kuvunja roho wa kukataliwa. Nitasoma. Basi Yefta Mgiliedi akawa mwanamume mwenye nguvu na shujaa, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Naye Gileadi akamzaa Yefta, na mke wa Gileadi akaendelea kumzalia wana. Wakati wana wa mke yule walipokuwa wakubwa, wakamfukuza Yefta na kumwambia, usiwe na urithi wowote katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke mwingine. Basi Yefta akakimbia kwa sababu ya ndugu zake, akaenda kukaa nchi ya Tobu. Kisha watu wanaozurura wakaendelea kujikusanya pamoja kwa Yefta, nao wakawa wakienda nje pamoja naye. Bwana abariki andiko. Mahali ambapo tumesoma hapa ni punde tu baada ya Waisraeli kuweza kutenda dhambi mbele ya Mungu. Walipotenda dhambi mbele ya Mungu, Mungu akawaachilia maadui zao ambao walikuwa ni Waamori na Wababiloni, wakawasumbua kwa muda mrefu, miaka 18. Na baadaye walikamgeukia Mungu wakalia, wakasema, Mungu, tumekosa mbele yako, na sisi tunaomba Mungu uweze kuturehemu. Mungu akasema, mumeendelea kufanya makosa nami sitawasikiza. Lakini wakaendelea kutubu mbele za Bwana. Na walipotubu mbele za Mungu, wakaulizana, sasa ni nani atakayeongoza jeshi kwenda kukumbana na maadui? Kwa sababu chapter 11 inaishia wakati wa Amori wamejikusanya karibu na Gileadi. Wamejikusanya tayari kwa vita. Na Waisraeli wanapowatazama Waamori wanakuwa na wasiwasi. Sasa hawana yule ambaye atakuwa ni shujaa wa kwenda pamoja nao. Na wanakumbuka ya kwamba kulikuwa na kijana mmoja akiitwa Yefta, lakini hayuko pamoja na wao. Ametorokea nchi nyingine kwa sababu alifukuzwa na ndugu zake. Mahali tumesoma Biblia inaeleza ya kwamba Yefta alikuwa mtoto wa Gileadi. Lakini Gileadi alikuwa na mke, lakini akakuwa amezurura mitaani, akakutana na kahaba mmoja na akaweza kumzalishia mtoto huyu Yefta. Kwa mahali tumesoma tunapata ya kwamba Yefta, ndugu zake walipokuwa wakamweleza, you are an illegitimate son, wewe haupaswi kuwa na chochote mahali hapa, ulizaliwa na mwanamke kahaba na haupaswi kuwa
katika nyumba yetu? Labda mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba walikuwa na wasiwasi Yefta akiwako kama kijana mkubwa, ama ile mahali alikuwa katika listi ya vijana, atadai urithi. Kwa hivyo akiwaondokea watapata portion kubwa kidogo. Kwa hivyo kumfukuza Yefta, number 1, kulisababishwa na greed, tamaa. Jambo la pili, inawezekana ya kwamba walipokuwa wakimuona Yefta, walikuwa wakiwaza, wakimuona wanakumbuka baba yetu ana tabia ya kuzurura. Hii ni ushuhuda. Kwa hivyo atuondokee, atutolee aibu, kwa sababu akionekana kwetu watu wengine wataona ya kwamba huyu ndiye yule baba alizaa kule kwingine alikuwa wa tabia kama yuko. Sema atuondokee. Kuna uwezekano ya kwamba kuna mtu ambaye ana suffer rejection kwa sababu jamii aliyozaliwa ndani, labda jamii uliyozaliwa ndani ulikuwa rejected, ukatupiliwa mbali, ili ionekane ni jamii ambayo ni straight, jamii ambayo ni sawa. Hayo mambo yalimpata Yefta, na alipotoroka akaenda nchi ya mbali, Biblia inasema ya kwamba aliweza kukutana na watu wa kurandaranda, wakamfuata akawa kiongozi wao. Lakini ikafika mahali, ukisoma kuelekea from verse 4 to verse 9, inasema ya kwamba ikafika mahali wazee wa Israeli wakasema, twende tumtafute yule Yefta. Mpendwa, nataka nianze kwa kukutia moyo ya kwamba despite the fact that the past scar of Yefta followed him, he did not stop to listen to it, but he pursued his destiny. Yale makovu ama vidonda, baada ya vidonda kuopona kunakuwa na makovu ya ile past, maisha yake ya pale awali ya kufukuzwa na kuwa rejected. Ni kweli alikuwa bado na yale makovu, lakini hakuyasikiza. Shida tulionao ni kwamba watu wengi wanapenda kusikiza their past. Na kwa sababu pendwa, uliweza kukataliwa kama Yefta alivyokataliwa, si sababu ya wewe kuwakataa wengine. Maandiko yanasema Waisraeli walipoenda kumuita Yefta, licha kwamba walikuwa wamemkataa mwanzo, alikubali, akarudi, akawaongoza hadi wakapata ushindi. Kukataliwa ni nini? Ni jambo sote tunalijua. Kukataliwa inamaanisha kutengwa kutoka kikundi fulani, ama kutolewa katika uhusiano fulani, ama mawasiliano fulani, ama kuna mahali ambapo unapaswa kuwa, lakini unatupiliwa mbali. Na unajua wanadamu they're social beings, ni watu wa kuweza kutangamana na watu wengine, na wanapenda kujulikana kwamba they belong mahali fulani. Na kwa hivyo kukataliwa ni kutokubalika mahali ambapo wewe unastahili kuwa. Na kila mmoja wetu tukikubaliana ni kwamba wakati mmoja ama mwingine we have experienced kukataliwa. Na unapokataliwa ni chungu, inaumiza. Na hata kama umekataliwa mara kadhaa, ukikataliwa mara nyingine moja, inaumiza kana kwamba ndio mara ya kwanza pekee. Mpendwa, kukataliwa kunaleta machungu, lakini nataka niangalie kidogo zaidi ya huko kukataliwa, na niweze kutazama ni nini iko nyuma, ni nguvu gani ambazo ziko nyuma ya kule kukataliwa. What power is behind it? Haswa wakati inaonekana katika maisha yako unafuatwa na hali za kukataliwa. Tunakumbuka ya kwamba Ibilisi katika kitabu cha Ezekieli, yeye ndiye alikuwa wa kwanza, 28 verse 14 to 16, yeye ndiye alikuwa wa kwanza kukataliwa mbinguni kama malaika akiitwa Lucifer wakati huo. Na alipokataliwa akateremka chini. Kwa hivyo yeye ndiyo chanzo na yeye ndiyo msukumo wa hali ya kukataliwa. Na kwa sababu hiyo hali ya kukataliwa ni roho ambayo inadanganya. Roho hii inafanya tuweze kufikiria ya kwamba Mungu hatupendi. Roho hii ya kukataliwa inadanganya kwa sababu kila mara inakueleza haufai, haukubaliki, haupwendi. Lakini Mungu anasema hivi katika John 10:10. Yesu alisema kwamba nimekuja ili mwe na uzima
na muwe nao teletele. Kwa hivyo sehemu ya Mungu ni kwamba uwe na uzima na uwe nao teletele. Mtu anayekutakia hivyo ni mtu anayekupenda. Na sababu za kukataliwa ni nyingi. Zingine ni za kihisia, zingine ni kwa sababu ya jinsi uliteswa ukiwa mdogo na umebeba makovu yale katika maisha. Wengine ni kwa sababu aidha ulikataliwa ulipozaliwa, baba akakataa wewe si mtoto wake, na hiyo hali ya kukataliwa imekufuata, jamii ikakuweka majina na umekuwa na hayo, na kila mara unapowaza jambo hilo linakuleta chini. Labda hata ni maneno tu uliyoambiwa ya kukushusha moyo, wewe huwezi chochote, hautawahi kufanikiwa mahali popote, wewe hautaingia mahali watu wako. Kwa hivyo ukienda mahali ukikataliwa kidogo unakumbuka kuna maneno, ni kweli auntie alisema sitakubalika mahali popote. Na hali ile imekufuata. Nataka tuweze kuangalia indicators kidogo, nitamention indicators 6, alafu nitaeleza jinsi ambavyo tunaweza kuvunja hiyo roho ya kukataliwa. Indicator ya kwanza, when you feel rejected if leaders don't acknowledge you. Ukiwa mahali na kiongozi wa mkutano huo ama kikundi hicho hakutambui na unajisikia vibaya. Kuna wengine hata asipopewa nafasi ya kusalimia tu mkutano siku hiyo hata lala, kwa sababu sikukuwa recognized, sikukuwa acknowledged, sikutambuliwa. Kwa hivyo mpendo, ikiwa hizo hisia zinakukujia za kutaka kutambulika mahali watu wako na unasikia vibaya usipotambulika, kuna uwezekano roho ya kukataliwa inakuandama. If you always seek other people's approval from anything you do, ikiwa kila mara unataka watu waweze kukubaliana na wewe kwa jambo lile unalolifanya, na mara nyingi unasema ya kwamba unapofanya kitu unajiuliza watu watasemaje. Unapotaka kufanya kitu you are so much people conscious, yani wewe jambo lolote unataka watu ukubalike na watu. Ikiwa kila mara unajihisi unataka kule kukubalika, kuna uwezekano roho ya kukataliwa inakuandama. Number 3, you are always trying to prove yourself. Hata katika majadiliano, ikiwa kila mara unajaribu kueleza point yako, yani katika moyo wako unasema nobody understands me. Unahisi kwamba watu hawakuelewi. Unahisi kwamba watu hawaelewi yale unayoyapitia. Na kila mara katika mkutano ama mahali watu wako, kila mara you want to prove your point. Hata ukishaeleza unataka kueleza zaidi kwa sababu unahisi watu hawakufahamu, watu hawakuelewi. Number 4, when you always feel a spectator when interacting with others. Wakati unapojadiliana, unapowasiliana na watu wengine, kila mara unahisi ya kwamba wao wanajua, wewe haujui. Wewe unapaswa kusikiza tu, wewe hakuna kitu unakifahamu. Kuna uwezekano roho ya kukataliwa inakuandama. Indicator ya 5, when you feel it is too late in life for you. Wale ambao mlikuwa nao, jamani angalia wameenda na mimi niko mahali nilipo, unajihisi ya kwamba it is too late for me. Hakuna kitu ninaweza kufanya. Wakati ulinipita, opportunities zilinipita, angalau heri wao walichukua hizo opportunities na wamefanikiwa, na mimi ole wangu. Na ndani yako unajihisi ya kwamba ole wangu, unajihurumia. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajihisi it is too late for you. Ikiwa una hizo hisia za kusikia ya kwamba hauwezi kumudu maisha, hauwezi kufaulu katika maisha, muda umekupitia, kuna uwezekano ya kwamba una roho ya kukataliwa inakufuata. Na mwisho, if you can't take correction, if you can't take a challenge, hauwezi kurekebishwa. Ukirekebishwa unajisikia mbona ni kama ananidunisha. Ikiwa wewe si mwepesi kupokea marekebisho, ikiwa wewe si mwepesi kupokea challenge, critique kutoka kwa watu wengine, ikiwa kila mara unaona mtu akicomment kitu vizuri. Si kitambo sana niliangalia katika mtandao wa Facebook, na kuna dada mmoja aliweka picha amekaa kweli alafu mtu wa pili kucomment akasema na si umenona. Ilikuwa ni ajabu. Alisema
Kwani wewe hakuona habari za kunona? Labda alikuwa amenunua kanguo kampya na sasa anataka aonekane kwa mtandao, mnicheki mimi ndiyo huyu. Sasa alipoambiwa kwamba na umenona hako kapoti nako, akasikia uchungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatarajii kurekebishwa, anatarajia aambiwe unaonekana unaonekana ishi. Wakati hauambiwi unaonekana unajisikia laiti ningempata huyo. Kwa nini ameniona hivi? Kwa nini kwa sababu ndani yako kuna uwezekano una roho ya kukataliwa inakuandama. Kwa hivyo unataka watu wakubaliane na wewe jinsi ulivyo na jinsi unavyosikia. Na mara nyingi roho ya kukataliwa you shift blames. Uko tayari kulaumu watu wengine. Unajipata ya kwamba hauko katika furaha na zile hisia zako unajaribu kuzigandamiza na kuzifinyilia. Na mwisho wa roho ya kukataliwa unajisikia upweke, unabaki upweke. Unajipata uko lonely, na unapokataliwa unajaribu pia na wewe kuwakataa wengine kwa njia ile ile. In other words, the spirit of rejection has a cycle. Iko na mzunguko ambao wewe ukijihisi umekataliwa na wewe wengine hauwakubali. It is a spirit that makes it hard. Inaifanya vigumu wewe kusonga kwa hatua nyingine katika maisha yako. Wakati mwingine Ibilisi anaitumia to confine, restrict and limit. Yaani kukuzuilia mahali pale ambapo upo usitoke pale. Ukijihurumia baki katika hiyo huruma. Ukijieleza wewe hauwezi chochote, wengine washaenda, unasema basi ole wangu mimi niko hapa. Ibilisi anaitumia kufunga njia zako za kusonga mbele katika maisha so that uweze kuwa the best that God wants you to be. Roho hii inafaulu kwa kufanya ujisikie hauhitajiki, wewe haufai chochote. Na ndio maana kwa ujumbe huu nataka Mungu atusaidie tuweze ku break out of this spirit. Kwa sababu gani? Kwa sababu inazuia, it destroys your destiny. It destroys your relationships. It releases bitterness. It releases resentment. Inaharibu hatima yako na inaleta uchungu ndani yako. Unakuwa mtu ambaye umejawa machungu kwa sababu ya jinsi unaona watu hawakudhamini, watu hawakutambui, watu wao wanaenda na wanakuacha na hata hawakufikirii. Na kwa hivyo kuivunja roho hii unahitaji nini? Nataka nishiriki maneno 3-4 alafu tuweze kumalizia. How do you break the spirit of rejection? Of course kila mara mwanzo wa tiba yoyote ni kutambua ya kwamba wewe ni mgonjwa. Ukitazama katika maisha yako ukiona kuna mambo yanayoendelea, yanayotokea mara kwa mara, yanaashiria ya kwamba kuna kitu unajaribu kuficha hakitoki vizuri. Jambo la kwanza ni kutambua ya kwamba ndio unahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Ndio unahitaji kutoka katika bondage ama utumwa huo ambao uko ndani. Napenda kushiriki mambo hili. Jambo la kwanza, understand and believe God's word. Elewa neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini kukuhusu? Licha ya hali uliondani, licha ya jinsi ambavyo mazingira uliondani yanakunenea, licha ya jinsi majirani wanakunenea, licha ya jinsi watu wa kwenu wanakunenea, licha ya jinsi watu wanakutazama, elewa neno la Mungu linasema nini kukuhusu wewe kwanza. Kwa sababu neno la Mungu linasema mimi ni mpendwa wa Bwana. Waefeso 1:6 inasema I am loved and I am accepted in the beloved. Nimependwa na si kupendwa peke yake, lakini nimekubalika katika jumuiya ya wale wapendwa wa Bwana. Kwa hivyo ukielewa jinsi neno la Mungu linasema ya kwamba umekubalika na umependwa na Mungu, ya kwamba wakati ulikuwa ungali mwenye dhambi, Bwana alikujua, akakutakia mema na akadhihirisha upendo wake. Warumi 5:8 inasema ya kwamba wakati nilikuwa ningali katika dhambi, Bwana akadhihirisha upendo wake kwangu mimi kwa njia hii. Alimwacha Kristo kuja kufa kwa ajili yetu. Kwa hivyo mpendwa, njia ya kwanza ya kuweza kuvunja roho hii
ya kukataliwa ni kujielewa neno la Mungu linasema nini kukuhusu. Likisema unapendwa, haijalishi ikiwa hakuna mtu mwingine ambaye atakwambia unapendwa. Hautaenda kutafuta kuambia watu kutafuta ili watu wadhihirishe kwamba wanakupenda. Ndani yako unaridhika na unatosheka. Mimi napendwa na Mungu, na ikiwa nimependwa na Mungu, upendo wa Mungu haubadiliki. Upendo wa mwanadamu leo upo, kesho haupo. Upendo wa mwanadamu, nikiwa mchanga wengine walikuwa wakisema kwamba ninakupenda kama chungwa, na nilikubaliana. Kwa sababu chungwa unalipenda tu ili unyonye yale maji matamu, kisha linyonya yale maganda unayatupa. Upendo wa wanadamu ni kama huo. Upendo wa Mungu, mpendwa, Biblia inasema ni upendo wa milele. Na ikiwa Mungu ananipenda na ni upendo wa milele, basi sitaachia kukataliwa, roho ya kukataliwa inifuate. Kwa sababu sitatafuta kupendwa na wanadamu. Ninapokosa kupendwa na wanadamu, ninajua ninaweza kuvunjika moyo. Nitajua mimi nimependwa na Bwana, na Bwana ni mwema katika maisha yangu. Jambo la pili, tunaweza kuvunja roho hii ya kukataliwa when you pray to see yourself through the eyes of Christ, not your expectation. Omba ujione kupitia kwa macho ya Kristo. Know that your identity comes from God. Kujitambulisha, kujulikana kwako kunatokana na Mungu. Kitambulisho chako kinatoka kwa Mungu. Ndio maana Bwana akasema hivi katika maandiko, though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Mwandishi wa Zaburi akasema hivyo, ijapokuwa hata baba na mama wanaweza kuniacha, lakini Bwana atanipokea. Unajua, kukataliwa kwa mwisho kabisa ni kukataliwa na wazazi. Na maandiko yanasema hata wazazi wakikukataa, your identity, my brother, my sister, wewe haujulikani tu kwa sababu ya wazazi wako. Wewe haujulikani tu kwa sababu ya mahali ulipozaliwa. Hata wazazi wakikukataa, unajulikana kwa Mungu. Kwa hivyo jipe moyo, rise up na kusema mimi ninajulikana kwa Mungu. Na ikiwa najulikana kwa Mungu, basi ninajiona jinsi ambavyo ninaonekana kupitia kwa macho ya Kristo. Mwandishi wa Yohana 1:3 akasema hivi, 1 John 3:11. Akasema, ona upendo wa ajabu ambao Mungu amelavish, yani ametumwagia. Upendo wa Mungu ametumwagia ya kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Anasema hivyo ndivyo tulivyo. Katika Kristo tumekuwa adopted katika jamii ya Mungu. Katika Kristo tumeunganishwa katika jamii ya Mungu. Kwa hivyo jione jinsi unavyoonekana kupitia kwa macho ya Kristo, ya kwamba wewe ni mmoja wa jamii ya Mungu. You are part of that great family. Mpendwa, Yesu alikataliwa ili ya kwamba wewe ukubalike katika jamii hiyo. Kwa hivyo usiruhusu roho ya kukataliwa kwa sababu ya background mahali ulipozaliwa. Cheer up mpendwa, ya kwamba wewe ni mmoja wa jamii ya Mungu. Ukielewa hivyo, hautajali mambo yaliyotukia ama mahali ulipozaliwa, lakini ukitakaa kujua ya kwamba wewe ni mmoja wa jamii ya Bwana. Jambo la tatu, do not take rejection too personal. Luka 6:26 inasema, ole wake yeye ambaye watu wote wananena mema kumuhusu. Vivyo hivyo ndivyo babu zenu waliongea kuhusu wale manabii waliokuwa ni wa uongo. In other words, Jesus said expect rejection. Yesu alisema tarajia utakataliwa. Ambapo anasema ya kwamba ikiwa tutafikiria kila mtu atatupenda, basi tutakuwa tunaelekea njia ambayo si sawa. Kuwa tayari kukataliwa, kwa sababu Yesu alisema ole wako ikiwa watu wote watakukubali. So don't take it personal. Mtu akikukataa mahali pengine, sema asante, kweli hapa sio pangu, naelekea mahali pangu ambapo patakuwa bora zaidi. Ikiwa umechumbia mke au umechumbia mume na amekukataa, wengine wanasema amekubuta ama alikuwa amevaa slippers, kwa hivyo amekuslippers, chomoka na kusema huyu kweli hakukuwa wangu, ninatarajia wangu ambaye ni bora zaidi, kwa sababu mimi ninajua ni mwana wa mfalme. Jambo la mwisho, take every thought captive and cast the ones that don't line up with the word of God. Teka nyara mawazo yote. Shida nyingi za wanadamu zinatoka katika mawazo. Teka nyara. Paulo anasema in 2 Corinthians 10:4-5, anasema teka nyara mawazo yote ambayo yanaenda kinyume na mawazo na mpango na neno la Mungu. Kataa yale mawazo, kataa.
zile hisia ambazo zinakuja ambazo ni kinyume na neno la Mungu, na kusema ya kwamba ninajua mawazo yangu yanapaswa kubadilika yaweze kuwaza mambo ya kiungu. Kwa hivyo wakati mwingine tuna suffer from the spirit of rejection kwa sababu tunaachilia mawazo yetu kujazwa na mambo ambayo hayaambatani na neno la Mungu. Mchana wa leo, take captive, teka nyara mawazo yote ambayo ni kinyume na neno la Mungu. All negative thoughts, feelings ambazo shetani anatumia, sema leo nimekataa, ninateka nyara kwa sababu ya Kristo. Ikiwa unaamini mpendwa, wewe ni wa dhamana na wewe umechaguliwa, nataka nikuahidi, ishi vivyo hivyo. Love goes with a value. Upendo unaenda na dhamana. Mungu anakupenda kwa sababu wewe ni wa dhamana, na Mungu ana njia ya kuturn nobodies into somebodies. Kilichodharauliwa, kilichotemwa, kilichotengwa, Mungu anakitumia kufanya kuleta utukufu kwa ajili ya jina lake. Wale waliokataliwa na Bwana wana dhamana machoni pa Bwana. Mpendwa, umependwa. Wewe ni wa dhamana. Wewe sio reject. Wewe sio kilichokataliwa. Umekubalika mbele za Bwana. Bwana akubariki unapotafakari neno hili ya kwamba wewe ni wa dhamana. Usiachilie roho ya kukataliwa ikugandamize. Chukua nyara, chukua ushukani. Usichukue personal mpendwa, usiweze kuachilia. Jione katika macho ya Kristo. Wewe ni wa jamii ya Mungu. Elewa neno la Bwana linasema nini kukuhusu. Napenda tuweze kuomba pamoja nawe mchana wa leo. Kabla tujaomba, tutaimba pambio hii inayosema usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Imba usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu, oh, usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa. Oh, makanisa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makanisa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Oh, usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu, oh, Bwana usiyeshindwa, usiyeshindwa, Ni kweli mpendwa ya kwamba Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa.
Omba uweze kuinamisha kichwa unapoomba pamoja nawe, ili mahali ambapo shetani amekugandamiza, amekuonyesha hauwezi chochote, haufai, wewe ni bure, Mungu wetu hashindi. Na mchana wa leo anataka kukutoa mahali pale, akuweke mahali pa utukufu, kwa sababu hakika Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi hii, kwa sababu tunakuja na makofu tulionayo. Bwana, tumekuwa wounded na watu waliosema mambo kwetu yaliyotuumiza, waliofanya mambo ambayo yamefanya tumeenenda katika kukataliwa. Lord, we feel hurt and rejected. Lakini Bwana, hatutaendelea hivyo, kwa sababu neno lako limetupa tumaini. Baba, ninaomba katika jina la Yesu waponye watu wako. Ninavunja roho wote mdanganyifu ambaye anawaeleza wao ni bure, wao hawapendi, wao hawawezi, hawafai chochote. Ninakataa chochote kile ambacho ni kinyume na neno lako, ya kwamba hawawezi kufanya chochote, ya kwamba wamebakia, wameachwa. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Na sasa Bwana, tunajiachilia kwako, naachilia watu wako kwako, tukatembee katika roho wa uhuru, roho wa kujua sisi ni wa jamii kubwa, jamii ya mfalme. Hatutashindwa na chochote, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki mpendo, unapotembea katika huo uhuru wa kujua ya kwamba wewe sio reject, wewe ni wa dhamana mbele za Bwana. Amen.